uchunguze mawazo yako huwa inatumika na roho gani. Uharibifu wa mtu huanzia katika wazo, na mafanikio ya mtu huanzia katika wazo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako, linda sana moyo wako kuliko chochote ulindacho, kwa maana huko ndiko kutokako chemchem za uzima. Ninaposema uzima, it is your life, uzima. Haleluya. Project zako, maisha yako, maono yako, mipango yapo kwenye moyo, mawazo. Maana yake ni kwamba moyo ukiharibika, yote unayoyapanga yanaharibika. Bwana asifiwe sana. Moyo ukiharibika, hakuna kitakachosimama kwenye maisha yako. Hauwezi kuwa na mawazo mabaya na ukafanya vitu vizuri, haiwezekani. Mtu utoa kimjazacho nini? Moyo. Na ndio maana katika namna nyingine sisi tunafanya vita vya mawazo ya ndani, mawazo ya ndani. Mungu yupo kwenye wazo lako, shetani yupo kwenye wazo lako. Na kama Mungu yupo kwenye wazo lako, lazima utamtafakari Mungu. Na unapomtafakari Mungu katika namna nyingine, hapo ndipo unaimarisha mahusiano yako wewe na nani? Na Mungu. Hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu wakati ambapo umfikiri Mungu. Hebu muulize jirani aliyeko pembeni yako, 24 hours unafikiria nini? 24 hours unafikiriaga nini? Haleluya. Unachokifikiria ndicho licho na mahusiano nacho. Maisha yako ipo katika kitu unachokifikiria wakati wote. Na ndio maana Mungu alimwambia Joshua ya kwamba kwa kuwa mtumishi wangu amekufa, Musa amefariki, ila wewe uwe hodari, lakini kitabu hichi cha Torati kisitoke kinywani mwako. Utafakari maneno yake usiku na mchana ili upate kufanikiwa. Kitabu hichi cha Torati kisitoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na mchana ili upate kufanikiwa katika njia zako zote. Katika namna nyingine, Mungu alikuwa anamwambia Joshua ya kwamba utakapokuwa na tafakari kuhusu mimi, utakapokuwa na tafakari kuhusu, maana sheria za Bwana ni neno lake, utakapokuwa na tafakari kuhusu mimi Mungu nitashusha roho wangu kwako, na huyo roho wangu atakupa ushindi zidi ya maadui zako, atakusaidia njia zako zote. Ni kweli tupo kanisani, ni kweli tunaabudu, ni kweli tunasifu na tunaabudu. Hebu jiulize swali, una muda gani wa kutafakari kuhusu Mungu? Mungu anakaa kwenye wazo lako dakika ngapi? Mungu anakaa kwenye wazo lako masaa mangapi? Kadiri unavyokaa na mawazo potofu ndani yako, unapowaza mambo mabaya, ndio yanayoupa uhalisia wa maisha yako. Maisha yako yanafanana na unachokifikiria. Ikiwa unamfikiriaga mume wako mabaya, hata wewe kufanikiwa mpaka dunia itakapokuja kuisha. Ikiwa unafikiria mabaya juu ya watoto wako, hawatakuja kufanikiwa, na wewe ndio utakuwa mchawi wa watoto wako. Haleluya. Kila unachokifikiria kinabeba roho, kinabeba walali. Kila unachokifikiria kinabeba roho, kinabeba walali. Ndio maana Biblia inatukataza tusifikirie mabaya, tusiwe na mawazo yaliyo mabaya. Ndio maana neno linasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Shetani ni wazo, sema wazo. Sema wazo. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atafanyeje? Naye atawakimbia. Katika namna nyingine, Mungu alikuwa anataka kusema hivi: hebu wazeni mawazo yaliyo mema, kwa sababu mema ni Mungu, na myapinge mawazo yaliyo mabaya, yataondoka mbali na nyie. Bwana asifiwe sana. Yataondoka mbali na nyie. Wakati unapokaribisha mawazo mabaya, hayo mawazo huwa yanaumba uhalisia. Watu wengi wamekufa kimawazo, watu wengi wameharibikiwa kimawazo.